Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Donald Trump aomba bunge la mahakama kuidhinisha matumizi ya zaidi ya karibu dola za Kimarekani bilioni 88, takribani shilingi trilioni 230 za Kitanzania, huku sehemu kubwa ya fedha hizo ikikusudiwa kugharamikia operesheni za kijeshi katika vita dhidi ya Irani. Ombi hilo limewasilishwa wakati kukiwa na mjadala mkali nchini Marekani kuhusu gharama za vita hivyo na athari zake kwa uchumi na siasa za ndani. Kwa mujibu wa ikulu ya Marekani, kifurushi hicho cha dola bilioni 88 kinajumuisha gharama dola bilioni 67 kwa ajili ya kufanya marekebisho ya makao makuu ya waziri wa ulinzi wa nchi ya Marekani. Pia dola bilioni 21 itatumika kununulia silaha, makombora na vifaa vya kijeshi. Dola bilioni 17.3 zitatumika kwenye operesheni za kijeshi. Dola bilioni 12.1 zitatumika katika programu za siri za ulinzi, lakini pia dola milioni 768 zitatumika katika usalama wa nyuklia na nishati unaohusiana na Irani. Pia dola milioni 30 zitatumika kwa ajili ya usalama wa balozi za Marekani katika nchi zinazoizunguka Irani. Mkurugenzi wa bajeti ya ikulu ya Marekani, Russell Vought, ameliomba bunge kuchukua hatua za haraka kuidhinisha fedha hizo, akisema ni muhimu kwa maslahi ya taifa. Ombi hilo limekuja siku moja baada ya bunge kupitisha azimio linalomtaka Trump kusitisha mapigano dhidi ya nchi ya Irani, isipokuwa wabunge waidhinishe rasmi matumizi ya nguvu za kijeshi. Vita hivyo vilianza baada ya mashambulizi ya nchi ya Marekani na Israel dhidi ya Irani mwishoni mwa mwezi Februari, jambo lililosababisha mivutano mikubwa katika eneo la Mashariki ya Kati na kuathiri masoko ya mafuta duniani. Kiongozi wa chama cha Democratic katika Seneti, Chuck Schumer, amemshutumu Rais Donald Trump kwa kuingiza Marekani katika kile alichokiita vita ya uzembe na sasa kuomba walipa kodi kubeba gharama zake. Naye Seneti Perry Murray amesema Trump alianzisha vita hivyo bila idhini ya bunge wala kuungwa mkono na wananchi wengi wa nchi ya Marekani. Kauli hizo zinaonyesha mgawanyiko mkubwa katika siasa kuhusu mwendelezo wa vita hiyo. Mbali na matumizi ya kijeshi, ombi hilo limejumuisha zaidi ya dola za Kimarekani bilioni 11 za msaada kwa wakulima wa Marekani walioathiriwa na matatizo ya kibiashara na sera za ushuru. Pia dola bilioni 1.4 kwa kukabiliana na mlipuko wa ugonjwa wa Ebola katika nchi mbalimbali za Afrika, ikiwemo nchi ya kidemokrasia ya Kongo pamoja na nchi ya Uganda. Dola bilioni 1 kwa ukarabati wa kituo cha reli cha Penn Station pamoja na dola 500 kwa miradi ya ujenzi na ukarabati katika jiji la Washington. Wachambuzi wanaamini ombi hilo litakumbana na upinzani mkali kutokana na wabunge wa Democratic na hata baadhi ya wabunge wa Republican ambao wameanza kuhoji gharama za vita dhidi ya nchi ya Irani. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.